Kutoka sura ya 6. Bwana akamwambia Musa, sasa utaona nitakavyomtenda Farao, maana kwa mkono hodari atawapa ruhusa kwenda zao, na kwa mkono hodari atawafukuza katika nchi yake. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu Mwenyezi, bali kwa jina langu Yehova sikujulikana kwao. Tena nimelithibitisha agano langu nao la kuwapa nchi ya Kanaani, nchi ya kukaa kwao, hali ya ugeni. Na zaidi ya hayo nimesikia kuugua kwao wana wa Israeli, ambao Wamisri wanawatumikisha, nami nimekumbuka agano langu. Basi waambie wana wa Israeli, mimi ni Yehova, nami nitawatoa ninyi mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaokoa na utumwa wao, nami nitawakomboa kwa mkono ulionyoshwa na kwa hukumu kubwa, nami nitawatwaeni kuwa watu wangu. Nitakuwa Mungu kwenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ni Yehova Mungu wenu, niwatoaye mtoke chini ya mizigo ya Wamisri, nami nitawaleta hata nchi ile ambayo naliinua mkono wangu niwape Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Nitawapa iwe urithi wenu. Mimi ni Yehova. Musa akawaambia wana wa Israeli maneno haya, lakini hawakumsikiliza Musa kwa ajili ya uchungu wa moyo na kwa ajili ya utumwa mgumu. Bwana akasema na Musa akamwambia, ingia ndani ukaseme na Farao mfalme wa Misri, ili awape ruhusa wana wa Israeli watoke nchi yake. Musa akanena mbele ya Bwana akasema, tazama, hao wana wa Israeli hawakunisikiliza mimi, basi huyo Farao atanisikilizaje, mimi niliye na midomo isiyo tohara? Bwana akanena na Musa na Haruni akawaagiza wawaendee wana wa Israeli na Farao mfalme wa Misri, ili awatoe hao wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Hawa ndio vichwa vya nyumba za baba zao. Wana wa Reuben mzaliwa wa kwanza wa Israeli ni Hanok na Palu na Hezlon na Kalmi. Hao ni jamaa za Reuben. Na wana wa Simeoni ni Yemueli na Yamini na Ohadi na Yakin na Sohari na Shauli mwana wa mwanamke wa Kanaani. Hao ni jamaa za Simeoni. Na haya ndiyo majina ya wana wa Lawi sawasawa na vizazi vyao: Gershon na Kohath na Merari. Na miaka ya maisha yake Lawi ilikuwa ni miaka 137. Wana wa Gershon ni Libni na Shimei sawasawa na jamaa zao. Na wana wa Kohath ni Amram na Ishari na Hebron na Uzieli. Na miaka ya maisha ya huyo Kohath ilikuwa ni miaka 133. Na wana wa Merari ni Mali na Mush. Hizi ni jamaa za hao Walawi sawasawa na vizazi vyao. Huyo Amram akamuoa Yokbed ndugu ya baba yake, naye akamzalia Haruni na Musa. Na miaka ya maisha yake Amram ilikuwa ni miaka 137. Na wana wa Ishari ni Kora na Nefeg na Zikri. Na wana wa Uzieli ni Mishaeli na Elisafan na Sithri. Haruni akamuoa Elisheba binti ya Aminadab umbu lake Nashon, naye akamzalia
Nadabu na Abihu na Eleazari na Ithamari. Na wana wa Kora ni Asiri na Elkana na Abiasafu. Hizo ni jamaa za hao wa Kora. Na Eleazari mwana wa Haruni akamuoa mmoja miongoni mwa binti za Putieli, naye akamzalia Finehas. Hawa ndio vichwa vya nyumba za mababa ya Walawi sawasawa na jamaa zao. Hawa ni Haruni yeye yule na Musa yeye yule Bwana aliyowaambia akisema, watoeni wana wa Israeli watoke nchi ya Misri sawasawa na majeshi yao. Ni hao walionena na Farao mfalme wa Misri ili wawatoe wana wa Israeli watoke Misri. Hao ni Musa yeye yule na Haruni yeye yule. Ilikuwa siku hiyo Bwana aliponena na Musa katika nchi ya Misri. Bwana akamwambia Musa akasema, mimi ni Bwana, mwambie Farao mfalme wa Misri maneno yote ni kuambiayo. Musa akanena mbele ya Bwana, mimi ni mtu mwenye midomo isiyo tohara. Farao atanisikilizaje? Kutoka sura ya 7. Bwana akamwambia Musa, angalia, nimekufanya wewe kuwa kama Mungu kwa Farao, na huyo ndugu yako Haruni atakuwa nabii wako. Utanena hayo yote ni kuagizayo, na ndugu yako Haruni atanena na Farao ili awape wana wa Israeli ruhusa watoke nchi yake. Nami nitaufanya mgumu moyo wa Farao, nami nitazifanya kuwa nyingi ishara zangu na ajabu zangu katika nchi ya Misri. Lakini Farao hata wasikiza ninyi, nami nitaweka mkono wangu juu ya Misri na kuyatoa majeshi yangu, watu wangu hao wana wa Israeli watoke nchi ya Misri kwa hukumu zilizokuu. Na Wamisri watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana hapo nitakapounyosha mkono wangu juu ya Misri na kuwatoa wana wa Israeli watoke kati yao. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, ndivyo walivyofanya. Huyo Musa alikuwa ni mtu wa miaka 80 umri wake, na Haruni alikuwa ni mtu wa miaka 83 hapo waliponena na Farao. Bwana akanena na Musa na Haruni akawaambia, Farao atakaponena nanyi na kuwaambia jifanyieni miujiza, ndipo utakapomwambia Haruni, shika fimbo yako uibwage chini mbele ya Farao ili iwe nyoka. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake chini mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake ikawa nyoka. Ndipo Farao naye akawaita wenye akili na wachawi na hao waganga wa Misri, wakafanya vivyo kwa uganga wao. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, nazo zikawa nyoka, lakini fimbo ya Haruni ikazimeza fimbo zao. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu asiwasikize kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu ruhusa waende zao. Mwende Farao asubuhi, tazama atoka kwenda majini, nawe simama karibu na ufuo wa mto ili upate kuonana naye. Na ile fimbo iliyogeuzwa kuwa nyoka utaichukua mkononi mwako, nawe umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania amenituma nije kwako kusema wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia jangwani. Nawe tazama, hujasikia hata sasa. Bwana asema, katika jambo hili utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii nilionayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu, na hao samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utatoa uvundo, nao wa Misri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni.
Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kaunyoshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuke kuwa damu. Nako kutakuwa na damu katika nchi yote ya Misri, katika vyombo vya mti na katika vyombo vya jiwe. Musa na Haruni wakafanya hivyo kama Bwana alivyowaambia, naye akainua ile fimbo na kuyapiga maji yaliyokuwa mtoni mbele ya Farao, mbele ya watumishi wake, na hayo maji yote yaliyokuwa katika mto yakageuzwa kuwa damu. Hao samaki waliokuwa mtoni nao wakafa, na ule mto ukatoa uvundo wa Misri wasipate kunywa maji ya mtoni, na ile damu ilikuwa katika nchi yote na Misri. Lakini waganga wa Misri wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na moyo wake Farao ukawa mgumu, wala hakuwasikiliza kama Bwana alivyonena. Farao akazunguka na kuingia nyumbani mwake, wala hata hilo hakuliweka moyoni. Wamisri wote wakachimba kando ya mto ili wapate maji ya kunywa, maana hawakuweza kuyanywa yale maji ya mtoni. Zikatimia siku 7 baada ya Bwana kuupiga ule mto. Kutoka sura ya 8. Bwana akamwambia Musa, ingia kwa Farao ukamwambie, Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa ili wapate kunitumikia. Tena kama ukikataa kuwapa ruhusa, tazama nitaipiga mipaka yako yote kwa kuleta vyura, na huo mto utafurika vyura, nao watakwea juu na kuingia ndani ya nyumba yako, na ndani ya chumba chako cha kulala, na juu ya kitanda chako, na ndani ya nyumba ya watumishi wako, na juu ya watu wako, na ndani ya meko yako, na ndani ya vyombo vyako vya kukandia unga. Kisha hao vyura watakwea juu yako wewe, na juu ya watu wako, na juu ya watumishi wako wote. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha mkono wako na fimbo yako juu ya mito, juu ya vijito na juu ya maziwa ya maji, ukawalete vyura waje juu ya nchi yote ya Misri. Basi Haruni akaunyosha mkono wake juu ya maji yote ya Misri, na hao vyura wakakwea juu, wakaifunika nchi ya Misri. Waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, na kuwaleta vyura juu ya nchi ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni na kuambia, muombeni Bwana ili awaondoe vyura hawa kwangu mimi na kwa watu wangu, nami nitawapa watu ruhusa waende zao ili wamtolee Bwana dhabihu. Musa akamwambia Farao, haya, ujitukuze juu yangu katika jambo hili. Sema, ni lini unapotaka nikuombee wewe na watumishi wako na watu wako, ili hao vyura waangamizwe, watoke kwako wewe na nyumba zako, wakae ndani ya mto tu. Akamwambia, kesho. Akasema, na yawe kama neno lako, ili upate kujua ya kwamba hapana mwingine mfano wa Bwana Mungu wetu. Hao vyura wataondoka kutoka kwako wewe na nyumba zako, na watumishi wako na watu wako watasalia mtoni tu. Basi Musa na Haruni wakatoka kwa Farao. Musa akamlilia Bwana katika jambo la hao vyura aliyokuwa amewaleta juu ya Farao. Bwana akafanya sawasawa na neno la Musa, na hao vyura wakafa kutoka katika zile nyumba na katika viwanja na katika mashamba, wakawakusanya chungu, na nchi ikatoa uvundo. Lakini Farao alipoona ya kuwa pana nafuu, akaufanya moyo wake kuwa mzito, asiwasikize kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, nyosha fimbo yako ukayapige mavumbi ya nchi, ili kwamba yawe chawa katika nchi yote ya Misri. Nao akafanya. Haruni akaunyosha mkono wake na fimbo yake na kuyapiga mavumbi ya nchi, nayo yakawa chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama
mavumbi yote ya nchi yakawa ni chawa katika nchi yote ya Misri. Hao waganga nao wakafanya mfano wa hayo kwa uganga wao, ili kwamba walete chawa, lakini wasiweze. Nako kulikuwa na chawa juu ya wanadamu na juu ya wanyama. Ndipo wale waganga wakamwambia Farao, jambo hili ni chanda cha Mungu. Na moyo wake Farao ukawa mgumu asiwasikize, vile vile kama Bwana alivyonena. Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema, usimame mbele ya Farao. Angalia, atoka aende majini. Kamwambie, Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie mimi. Au kwamba huwapi ruhusa watu wangu? Tazama, nitaleta wingi wa mainzi juu yako wewe na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, nao wataingia ndani ya nyumba zako, na nyumba za Wamisri zitajazwa na wingi wa mainzi, na nchi nayo ambayo wa juu yake. Nami siku hiyo nitatenga nchi ya Gosheni watu wangu wanayokaa, ili hao mainzi wasiwe huko, ili kwamba upate kujua wewe ya kuwa mimi ndimi Bwana kati ya dunia. Nami nitatia mpaka kati ya watu wangu na watu wako. Ishara hiyo italetwa kesho. Bwana akafanya, wakaja wingi wa mainzi kwa uzito sana, wakaingia nyumbani mwa Farao na katika nyumba za watumishi wake, tena katika nchi yote ya Misri. Nayo nchi iliharibiwa kwa ajili ya wale mainzi. Farao akawaita Musa na Haruni akawaambia, enendeni mkamtolee Mungu wenu dhabihu ndani ya nchi hii. Musa akasema, haitupasi kufanya hivyo, kwa kuwa tutamchinjia sadaka Bwana Mungu wetu na hayo machukizo ya Misri. Je, tutachinja sadaka ya hayo machukizo ya Misri mbele ya macho yao, wasitupige kwa mawe? La, tutakwenda safari ya siku 3 jangwani, tumchinjie dhabihu Bwana Mungu wetu kama atakavyotuagiza. Farao akasema, mimi nitawapa ruhusa mwende, ili mumchinjie dhabihu Bwana Mungu wenu jangwani, lakini hamtakwenda mbali sana. Haya, niombeeni. Musa akasema, tazama, mimi natoka kwako, nami nitamuomba Bwana ili hao mainzi wamtoke Farao na watumishi wake na watu wake kesho, lakini Farao asitende kwa udanganyifu tena, kwa kutowaacha watu waende kumchinjia Bwana dhabihu. Musa akatoka kwa Farao akamuomba Bwana. Bwana akafanya kama neno la Musa, akawaondoa wale mainzi wabaya kwake Farao na kwa watumishi wake na watu wake, hakusalia hata mmoja. Farao akaufanya moyo wake kuwa mzito mara hiyo, nayo wala hakuwapa ruhusa hao watu waende zao. Ndipo Kutoka sura ya 9. Ndipo Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao umwambie, Bwana Mungu wa Israeli yu asema, wape ruhusa watu wangu ili waende wanitumikie. Kwani ukikataa kuwapa ruhusa waende na kuzidi kuwazuia, tazama, mkono wa Bwana ujuu ya wanyama wako wa mifugo walioko kondeni, juu ya farasi na juu ya punda na juu ya ngamia na juu ya ng'ombe na juu ya kondoo kutakuwa na tauni nzito sana. Kisha Bwana atawatenga wanyama wa Israeli na wanyama wa Misri, wala hakitakufa kitu chochote cha wana wa Israeli. Naye Bwana akaweka muda, akasema, kesho Bwana atalifanya jambo hili katika nchi. Bwana akalifanya jambo hilo siku ya 2, na wanyama wote wa kufugwa wa Misri wakafa, lakini katika wanyama wa wana wa Israeli hakufa hata mmoja. Farao akatuma watu, na tazama, hapana mmoja aliyekufa katika wanyama wa wana wa Israeli. Lakini moyo wa Farao ulikuwa mzito, wala hakuwapa hao watu ruhusa waende zao.
Bwana akawaambia Musa na Haruni, jitwalieni konzi za majivu ya tanuni. Kisha Musa na ayarushe juu kuelekea mbinguni mbele ya Farao, nayo yatakuwa ni mavumbi membamba juu ya nchi yote ya Misri, nayo yatakuwa majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama katika nchi yote ya Misri. Basi wakatoa majivu ya tanuni na kusimama mbele ya Farao, na Musa akayarusha juu mbinguni, hayo yakawa ni majipu yenye kufura na kutumbuka juu ya wanadamu na juu ya wanyama hao. Nao wale waganga hawakuweza kusimama mbele ya Musa kwa sababu ya hayo majipu, kwa maana hao waganga walikuwa na majipu na Wamisri wote walikuwa nayo. Bwana akaufanya mgumu moyo wa Farao asiwasikize, vile vile kama Bwana alivyomwambia Musa. Bwana akamwambia Musa, ondoka asubuhi na mapema, ukasimama mbele ya Farao, umwambie, Bwana Mungu wa Waebrania asema, wape watu wangu ruhusa waende ili wanitumikie, kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu yote juu ya moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako, ili upate kujua ya kuwa hapana mmoja mfano wa mimi ulimwenguni mote. Kwa kuwa wakati huu ningekwisha kuunyosha mkono wangu na kukupiga wewe na watu wako kwa tauni, nawe ungekatiliwa mbali na kuondolewa katika nchi. Lakini nilikusimamisha wewe kwa sababu hii, ili nikuonyeshe uweza wangu, tena kwamba jina langu ni litangazwe katika dunia yote. Nawe je, hata sasa wajitukuza juu ya watu wangu? Usiwape ruhusa waende zao. Tazama, kesho wakati kama huu nitanyesha mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haujakuwako huko Misri tangu siku ile ilipoanza kuwa hata hivi sasa. Basi sasa tuma wahimize waingie ndani wanyama wako na hayo yote ulionayo mashambani, kwani kila mtu na kila mnyama apatikanaye mashambani wasioletwa nyumbani, hiyo mvua ya mawe itanyesha juu yao, nao watakufa. Yeye aliyelicha neno la Bwana miongoni mwa watumishi wa Farao aliwakimbiza watumishi wake na wanyama wake waingie nyumbani. Na yeye asiyelitia moyoni neno la Bwana akawaacha watumishi wake na wanyama wake mashambani. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, ili iwe mvua ya mawe katika nchi yote ya Misri, juu ya wanadamu na juu ya wanyama na juu ya mboga zote za mashamba katika nchi yote ya Misri. Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, na Bwana akaleta ngurumo na mvua ya mawe, na moto ukashuka juu ya nchi. Bwana akanyesha mvua ya mawe juu ya nchi yote ya Misri. Basi palikuwa na mvua ya mawe na moto uliochanganyikana na ile mvua ya mawe nzito sana, ambayo mfano wake haukuwapo katika nchi yote ya Misri tangu ilipoanza kuwa taifa. Na ile mvua ya mawe ikapiga kila kilichokuwako mashambani, binadamu na mnyama, katika nchi yote ya Misri. Hiyo mvua ya mawe ikapiga kila mmea wa mashambani na kuvunja kila mti wa mashamba. Katika nchi ya Goshen peke yake walikokaa wana wa Israeli haikuwako mvua ya mawe. Farao akatuma watu na kuwaita Musa na Haruni na kuwaambia, mimi nimekosa wakati huu. Bwana ni mwenye haki, na mimi na watu wangu tu waovu. Muombeni Bwana, kwa kuwa zimekuwa za kutosha ngurumo hizo kuu na
hii mvua ya mawe, nami nitawapa ninyi ruhusa mwende zenu, msikae zaidi. Musa akamwambia, mara nitakapotoka mjini, nitamuinulia Bwana mikono yangu, na hizo ngurumo zitakoma, wala haitanyesha mvua ya mawe tena, ili upate kujua ya kuwa dunia hii ni ya Bwana. Lakini wewe na watumishi wako, najua ya kuwa ninyi hamtamcha Bwana Mungu bado. Kitani na shairi zilipigwa, maana shairi zilikuwa na masuke na kitani zilikuwa katika kutoa maua, lakini ngano na kusemeth hazikupigwa, maana zilikuwa hazijakuwa bado. Musa akatoka mjini kutoka kwa Farao, akamuinulia Bwana mikono yake, na zile ngurumo na ile mvua ya mawe zikakoma, wala mvua haikunyesha juu ya nchi. Farao alipoona ya kwamba mvua ya mawe na ngurumo zimekoma, akazidi kufanya dhambi na kuufanya moyo wake mzito, yeye na watumishi wake. Moyo wa Farao ukawa ni mgumu, naye hakuwapa wana wa Israeli ruhusa waende zao, kama Bwana alivyonena kwa kinywa cha Musa. Kutoka sura ya 10. Bwana akamwambia Musa, ingia wewe kwa Farao, kwa kuwa mimi nimeufanya moyo wake mzito, nipate kuzionyesha ishara zangu hizi kati yao, nawe upate kusema masikioni mwa mwanao na masikioni mwa mjukuu wako, ni mambo gani niliyotenda juu ya Misri, na ishara zangu nilizozifanya kati yao, ili upate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao na kumwambia, Bwana Mungu wa Waebrania asema hivi, je, utakataa hata lini kujinyenyekeza mbele zangu? Wape watu wangu ruhusa waende zao, ili wanitumikie. Au kwamba wakataa kuwapa hao watu wangu ruhusa waende zao, tazama, kesho nitaleta nzige waingie ndani ya mipaka yako, nao wataufunika uso wa nchi, mtu asipate kuona hiyo nchi, nao watakula mabaki ya hayo yaliyopona yaliyowasilia baada ya ile mvua ya mawe. Watakula kila mti umeao kwa ajili yenu mashambani, na nyumba zako na nyumba za watumishi wako na nyumba za Wamisri wote zitajawa na nzige, mfano wake baba zako wala baba zako hawakuona, tangu siku walipoanza kuwapo juu ya nchi hata hivi leo. Basi akageuka na kutoka kwa Farao. Ndipo watumishi wa Farao wakamwambia, mtu huyu atakuwa tanzi kwetu sisi hata lini? Wape hawa watu ruhusa waende zao, wamtumikie Bwana Mungu wao. Hujatambua bado ya kuwa Misri imekwisha haribika? Musa na Haruni wakaletwa tena kwa Farao, naye akawaambia, nendeni mkamtumikie Bwana Mungu wenu, lakini ni kina nani watakaokwenda? Musa akamjibu, tutakwenda na vijana wetu na wazee wetu na wana wetu na binti zetu, tutakwenda na kondoo zetu na ng'ombe zetu, kwa kuwa inatupasa kumfanyia Bwana sikukuu. Lakini akawaambia, Bwana na awe pamoja nanyi, kama nitakavyowapa ruhusa kwenda zenu pamoja na watoto wenu. Angalieni, kwa kuwa pana uovu huko mbele yenu. Sivyo, enendeni ninyi mlio watu wazima, mkamtumikie Bwana, kwa kuwa ndilo jambo mtakalo. Nao walifukuzwa usoni pa Farao. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya nchi ya Misri kwa hao nzige, ili wakwee juu ya nchi ya Misri, wa ile mimea yote ya nchi, yaani vyote vilivyosazwa na ile mvua ya mawe. Basi Musa akainyosha fimbo yake juu ya nchi ya Misri, na Bwana akaleta upepo kutoka mashariki juu ya nchi mchana kutwa, na
Usiku kucha kulipopambazuka, ule upepo wa mashariki ukawaleta nzige, na hao nzige wakakwea juu ya nchi yote ya Misri. Wakakuwa ndani ya mipaka yote ya Misri. Walikuwa wabaya mno. Hawajakuwapo nzige kama hao majira yoyote, wala baada yao hawatakuwa wengine jinsi hiyo, kwa kuwa waliufunika uso wote wa nchi, hata nchi iliingia giza. Wakala mimea yote na ya nchi na matunda yote ya miti iliyosazwa na ile mvua ya mawe. Hapakusalia hata jani moja, mti wala mmea wa mashamba katika nchi yote ya Misri. Ndipo Farao akawaita Musa na Haruni haraka akasema, nimemfanyia dhambi Bwana Mungu wenu na ninyi pia. Basi sasa nawasihi, nisameheni dhambi yangu mara hii moja tu. Mkamuombe Bwana Mungu wenu aniondolee kifo hiki tu. Akatoka kwa Farao na kumuomba Bwana. Bwana akaugeuza upepo wa magharibi wenye nguvu nyingi, ambao uliwaondoa wale nzige na kuwapeleka katika bahari ya Shamu. Hakusalia hata nzige mmoja ndani ya mipaka yote ya Misri. Lakini Bwana akaufanya ule moyo wa Farao uwe mgumu, asiwape wana wa Israeli ruhusa waende zao. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kuelekea mbinguni, kuwe giza juu ya nchi ya Misri, watu wapapase gizani. Basi Musa akaunyosha mkono wake kuelekea mbinguni, kukawa na giza nene katika nchi yote ya Misri muda wa siku 3. Hawakupata kuonana mtu na mwenziwe, wala hakuondoka mtu mahali alipokuwa muda wa siku 3. Lakini wana wa Israeli wote walikuwa na mwanga makaoni mwao. Farao akamwita Musa na kumwambia, haya, nendeni mkamtumikie Bwana. Kondoo zenu na ng'ombe zenu tu na waachwe watoto wenu nao na waende pamoja nanyi. Musa akasema, ni lazima utupe mikononi mwetu na wanyama wa dhabihu na wa sadaka za kuteketezwa, ili tupate kumchinjia Bwana Mungu wetu dhabihu. Makundi yetu pia yatakwenda pamoja nasi. Hautasalia nyuma hata ukwato mmoja, kwa maana inampasa kutwaa katika hao tupate kumtumikia Bwana Mungu wetu, nasi hatujui hata tutakapofika huko ni kitu gani ambacho kwa hicho inatupasa kumtumikia Bwana. Lakini Bwana akaufanya kuwa mgumu moyo wa Farao, asikubali kuwapa ruhusa waende zao. Farao akamwambia Musa, nenda zako ujiangalie, usinione uso tena, kwani siku hiyo utakayoniangalia uso wangu utakufa. Musa akasema, umenena vyema, mimi sitakuangalia uso wako tena.